Vyuma vyenyewe vimekaa muda mrefu, vinatoa usaha mpaka sasa. Mifupa mingine ipo nje, ipo wazi, manake Waswahili wanasema kuwa kabla hujafa hujaumbika, na ukiona mtu mzima anamwaga chozi ujue kuna jambo zito. Anaitwa Yoeli Edward, miaka 32. Kwa sasa anaishi mtaa wa Yoma, kata ya Somanda, halmashauri ya mji wa Bariadi, mkoani Simiyu. Ni baba wa watoto wawili. Anaishi kwa maumivu makali mwilini mwake. Kwa ujumla napitia mateso makali sana. Kuhusiana na hii miguu, manake ina majeraha makubwa sana. Kwa nisipotumia vidonge kwa kweli, yani vya kupoza maumivu, napata maumivu makali sana, sana. Hata uweni ya kulala inakuwa ni hamna. Kwa ujumla tu hata kama nikipata usingizi ni hau. Kwa napitia changamoto kubwa sana. Tarehe 17 mwezi wa 3, 2025 ni siku ambayo Yoeli hawezi kuisahau maishani mwake. Ni siku ambayo imebadilisha kila kitu kwenye maisha yake. Miguu hii hapa ilipo imeshikiliwa vyuma, na kuna sehemu ndani yake x-ray zake zinaonesha mifupa haipo, yani kuna gap kubwa, manake mfupa haupo. Huku nako mfupa upo wazi, manake ulimeguliwa na mnyama, kikawa kimepotea kile kipande kwenye engo ile hapa chini kwenye joint, kikawa kimetoka. Kwa hiyo na kinatiririka, kinavuja muda wote. Mateso anayopitia Yoeli kwa sasa yanatokana baada ya kushambuliwa na mamba kisha kuvunjwa miguu yake yote miwili akiwa huko mkoani Morogoro alipokuwa akiishi yeye na familia yake. Hapa nilipo nina changamoto ya miguu, ilivunjwa na mamba eneo la Morogoro Kusini, Kisaki, kata ya Mgazi na kijiji cha Vigoregore. Nilipata changamoto hii nikiwa kwenye shughuli za kilimo mtoni. Nilikuwa nimeenda kuangalia mazingira ya kupata maji kwa ajili ya watu waliokuwepo shambani wanafanya yani kwa ajili ya maandalizi ya maji kwa ajili ya siku inayofuata, maana kuna watu waliokuwa wanakuja kunisaidia kazi shambani. Sasa katika harakati za kwenda kuangalia mazingira ya kupata maji mtoni, nikiwa na ndoo kuangalia sehemu ya kuchota maji. Nikiwa na chota maji, baada ya kuchota maji nikawa nimeweka ndoo pembeni nijisafishe miguu niweze kuzibeba nirudi, baada ya kupata lile eneo la kuchota maji ambao ni sehemu ambapo ni kwenye kivuko cha ng'ombe wanapita. Baada ya kuwa najisafisha miguu nikashtukiwa tu nimerushwa kwenye mto moja kwa moja, nimeangukia mtoni. Na baada ya kuangukia mtoni nikashangaa miguu imekamatwa, alafu nikaanza kuvutwa na mamba. Alinivuta, nilikuwepo mwenyewe sehemu hiyo, kwa alinivuta umbali fulani, japokuwa maji hayakuwa mengi sana, manake mvua ndo zilikuwa zimeanza kuingia, maji yalikuwa si mengi sana. Kwa hiyo alinivuta, akanipeleka mpaka sehemu ambayo kwanza aliamini yeye pengine nimeshakufa, manake alienda kunihifadhi kwenye kona fulani ya mto kwenye Matete. Baada ya kufika hapo akawa ameniachia, nikahisi miguu imeachiwa. Baada ya miguu imeachiwa nikajaribu kujivuta kwenye ukingo wa mto. Nilipojivuta kwenye ukingo wa mto kuja juu mara moja hivi, baada ya kubaini sasa miguu tayari imeshavunjika, sikuwa na mbinu tena ya kuendelea kujivuta, kwa hiyo nikaishia hapo hapo. Kilichofuata sasa ikabidi nianze kupiga kelele.
Baada ya kupiga kelele kwa muda fulani, watu waliokuwepo maeneo mbalimbali hususan wachungaji walifika eneo lile kuja kusikiliza kilichokuwa kinaendelea, ndipo wakanikuta pale nimekaa pale. Yoeli anaeleza kuwa baada ya tukio hilo alianza kupata matibabu, lakini hakufanikiwa kupona baada ya uwezo wake wa kifedha kuisha. Nilianza kupata huduma hii ya kuwekewa vyuma hivi vinavyoonekana hapa kwenye miguu Morogoro. Kwa nimekaa pale Morogoro kwa muda wa mwezi mmoja nikiwa napata pale matibabu. Lakini miguu ilikuwa imeharibika vibaya, imeng'atwa na baadhi ya mifupa ilikuwa haipo, maana yake ilidondokea mle mtoni baada ya kung'atwa. Na nyama zingine zikawa hazipo. Kwa hiyo nilipata pale matibabu kidogo kwa mwezi mmoja, baadaye ndo wakawa wameniandikia rufaa ya kwenda Muhimbili, maana yake MOI, kwenye kitengo cha mifupa. Muhimbili nimekaa muda wa miezi miwili nikiwepo pale MOI. Nilifika pale vidonda vilikuwa bado vichafu sana, vilikuwa vina mazingira ya kuoza, kwa hiyo nilikaa pale muda wa kutumia kwanza dawa. Baadaye ndipo matibabu yakaendelea. Sasa changamoto ilipokuja ni mambo ya fedha, sasa zikawa ni changamoto yani. Kwa hiyo sikurudi tena kwenye matibabu, maana yake changamoto ikawa ni fedha, zilikuwa pesa ziliisha. Kwa sasa ana mwaka mmoja, anaishi na vyuma miguuni mwake, hana uwezo wa matibabu, anapaza sauti kwa Watanzania, viongozi wa serikali akiwemo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kumsaidia aweze kupata matibabu. Kwa Watanzania wenzangu ni msaada wa matibabu, fedha ya matibabu ndio ombi langu kubwa zaidi, na iomba yani serikali kupitia viongozi wake, viongozi wa serikali waweze kunisaidia. Mheshimiwa mwenyewe Rais Samia Suluhu Hassan nisaidie fedha ya matibabu, ikiwezekana na viungo bandia, kwa sababu hapa miguu yenyewe haina mategemeo mazuri sana. Kwa ni fedha ya matibabu na viungo bandia kwa ajili ya support ya hii miguu. Kwa yoyote ambaye ataguswa na mkasa huu, anaweza kutuma mchango wake au kuwasiliana na Yoeli kupitia namba 0668 531 520. Jina ni Yoeli Edward. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.